leo kupitia mitandao ya NTSA na hata mitandao yake ya kijamii. Na huku mvua ikiendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali hapa nchini, kaunti ya Kilifi inakodolea hofu ya mkurupuko wa kipindupindu kutokana na utupaji ovyo wa taka, hasa nepi ambazo zimetumika. Wakizungumza na wanahabari wakati wa zoezi la kufanya usafi wa mazingira mjini Kilifi, wadau wa mazingira katika kaunti hiyo wamewataka wakazi kutupa takataka katika sehemu maalum ambazo zimetengwa ili kurahisisha ukusanyaji wa takataka hizo na vile kuepuka kipindupindu katika msimu huu wa mvua za masika. Wadau hao wameitaka serikali ya kaunti ya Kilifi kubuni mbinu mbadala ya kukinga njia za kupita maji ama kupitisha maji kutupa taka kama njia mojawapo ya kuepusha kuchafuliwa kwa bahari pamoja na mito. Hizi takataka zote zenye zinatupwa hapa 70% ni diapers. Na diapers tunajua inabeba kinyesi, inabeba mkojo, na hizi vitu zote zinasababisha mkurupuko wa magonjwa. Kulingana na mvua saizi inanyesha, mmeona hata mafuriko kule Nairobi. Sasa tunahofia huku ukianza kunyesha, hizi takataka zote na hiyo maji, water runoff yote itaishia baharini na kwa visima, na hii watu wote wanatumia. Shinikizo langu kama manager wa municipality kwa wakazi wetu wa hapa Kilifi, hapa Mnarani especially, ni kuwashurutisha tu waache hii tabia ya kumwaga takataka hapa kwa hii bridge ya Ledcar. Waache hiyo tabia kabisa. Huko ni upande wa Ledcar na alafu huko kunaelekea kijiji cha Mafumbini. Waache hiyo tabia kumwaga takataka hapa. Mimi ningependa kuomba serikali kwa kupitia manispaa ya Kilifi tuweze kufikiria mbinu mbadala, kwa sababu already kuna designated places ambazo zimewekwa za kutupa takataka, but tunataka. Kwingineko, joto la siasa linaendelea kupanda